Tumsifu Yesu Kristo. Wapendwa watazamaji, wasikilizaji na wafuatiliaji wa Uchaji Media Utume wa Amani, karibuni tena katika kipindi chetu cha safari ya Kwaresma, ambapo tunaendelea na tafakari yetu kuhusu safari ya Kwaresma. Nikukumbushe, wiki iliyopita tulianza mazungumzo yetu muhimu kuhusu Kwaresma na zile siku 40. Basi na leo tunaendelea kuchimba kwa kina zaidi, ambapo tunaye Padre Joseph Mshana ambaye ataendelea kutufafanulia mafundisho haya muhimu. Padre, karibu tena, karibu sana. Asante sana ndugu mtangazaji. Kama mtazamaji, msikilizaji na mfuatiliaji wa vipindi vya Uchaji Media Utume wa Amani, kabla hatujaendelea na kipindi hiki, tuanze kwa sala fupi. Father, karibu sana. Nashukuru sana. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amen. Kwa Mwenyezi Mungu tunakushukuru kwa nafasi nyingine ambayo umetujalia wakati huu. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa katika neno lako unazidi kutufundisha na kutuelimisha sisi wanadamu tuzidi kuishi katika kukucha wewe na siku zote katika kutukuza usiku wa siku zote za maisha yetu. Mwenyezi Mungu, tunaomba uzidi kutuimarisha vyema katika safari hii tuliyoanza kipindi cha Kwaresma, tuweze kusali kweli, kufunga kweli na kuweza kulitafakari vyema neno la Mungu, huku tukiambatanisha pamoja na matendo ya huruma katika kuwasaidia wengine. Mwenyezi Mungu, tunaomba uzidi kutupatia nguvu pale ambapo tunakuwa tumepungukiwa, uzidi kutuimarisha zaidi, tusikate tamaa. Naomba yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Labda Baba, ni mambo gani makuu ambayo waumini wanapaswa kuzingatia hasa wakati wa Kwaresma? Shukuru ndugu mtangazaji kwa swali zuri. Ndugu watazamaji, katika kipindi hiki cha Kwaresma kuna baadhi ya mambo makuu ambayo Wakristo tunahimizwa kuweza kuyazingatia ili kuweza kupata mwongozo mzuri na kujua maana halisi katika kipindi hiki cha Kwaresma, ili tuweze kuishi vile ambavyo inatakiwa. Lakini mwongozo huu tunaotoa zaidi kutoka katika maandiko matakatifu, na hata mababa wa kanisa wanatuongoza kuhusiana na hili. Kwa hiyo nitatoa nukuu kadhaa ili ziweze kutusaidia. Hususani zingatia Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 1434 ambayo inaelezea kwamba toba ya ndani ya Mkristo yaweza kudhihirishwa kwa namna nyingi na mbalimbali. Maandiko na mababa wa kanisa husisitiza hili juu ya namna 3: kufunga, kusali na kutoa sadaka. Hizi zote zinaonyesha uongofu kuhusu mtu mwenyewe, kuhusu Mungu na kuhusu wengine. Lakini Kristo mwenyewe anatuelekeza hayo yote katika Injili ya Mathayo sura ya 6 aya ya 1 mpaka hadi aya ya 18, akianza na maelezo juu ya utoaji wa sadaka, kusali, na ndipo ambapo tulifundishwa hata ile sala Baba Yetu ambayo ndiyo kilele cha sala zote, na mwisho akaeleza juu ya namna ya kuweza kufunga. Kristo mwenyewe anatueleza katika kusali tuweze kujitahidi. Kuna sala binafsi na sala za jumuiya. Tuweze kusali kiaminifu, tuweze kusali katika roho na kweli, na katika hayo yote tusisali kwa namna ya kinafiki au kwa namna ambapo tunajionyesha kwa watu. Sala ni mawasiliano kati ya mtu na Mungu wake. Kwa hiyo kwa mahitaji hayo tunaalikwa wote tuweze kusali katika roho na kweli, kwa namna ambayo itatusaidia kuweza kuongea na Mungu ili tupate kutimiziwa mahitaji yetu, tuweze kuepukana na nguvu za mwovu Shetani
kwani kupitia sala ni njia mojawapo ambayo inakuwa ni silaha ya kuweza kujilinda na hata kutoa sadaka kama tunavyoelezwa katika Injili hiyo ya Mathayo. Tunaambiwa kwamba pale utoapo sadaka hata mkono wako wa kushoto usipate kujua. Kwa tusifanye kwa namna ambavyo tunataka kujionyesha, kwamba mtu anapotoa labda msaada kwa ajili ya watu fulani, labda watoto yatima au wafungwa, basi kujisikia kwake kwamba ametoa kweli mpaka aanze kutafuta hata wanahabari waweze kumtangaza kwa watu kwamba amejitolea. Hatuhitaji kufanya mambo makubwa kiasi hicho, lakini tunahitaji zaidi majitoleo yetu kutoka ndani ya moyo, kiasi kwamba hata unapotoa unatambua kabisa Mungu anakuona unachokifanya. Huo ndio mwaliko wetu kama Wakristo katika kuyatimiza hayo mambo matatu ambayo ni sala, kufunga na kutoa sadaka, ikiwa ni silaha mojawapo ambazo zitatusaidia sana kuweza kumpinga huyu mwovu Shetani au kujikinga na nguvu za mwovu Ibilisi, kama Kristo alivyolindwa pale alipokuwa akijaribiwa huku akiwa amefunga kwa muda wa siku 40. Asante sana kwa ufafanuzi mzuri, lakini pia katika kipindi cha Kwaresma huwa tunaaswa sana kuhusu toba na uongofu. Labda hivyo vyote vinatufundisha nini katika hichi kipindi? Asante sana ndugu mtangazaji kwa swali zuri. Toba na uongofu wa moyo, hivi vyote si kwamba vimetoka labda mwanadamu fulani tu amezusha. Kristo mwenyewe anatualika katika hilo, na anatualika katika hilo hususan ukirejea Injili ya Marko sura ya 1 aya ya 15. Inaonyesha kwamba toba na uongofu wa moyo ni wito wa Bwana wetu Yesu Kristo katika kutangaza ufalme wa Mungu. Hiyo sehemu ambayo nimewatajia kwamba mnaweza kurejea inasema hivi: wakati umetimia na ufalme wa Mungu umekaribia, tubuni na kuiamini Injili. Ndugu watazamaji, katika mahubiri ya kanisa, wito huu unaelekezwa kwanza kwa wale wasiomjua bado Kristo na Injili yake. Wito huu haulengi kwanza kazi za nje, kufunga na kujitesa, bali uongofu wa moyo, uongofu wa ndani. Bila uongofu wa namna hiyo, matendo yote ya toba hayana nguvu na mara nyingi yanaonekana kuwa madanganyifu. Rejea Katekisimu ya Kanisa Katoliki namba 1430. Hivyo tunahitaji uongofu wa mtu kutoka ndani ya moyo, na ndivyo ambavyo ndugu wa Kristo tunavyofundishwa, kwani toba ya ndani ni kuelekeza upya kabisa maisha yote, ni kurudi, ni uongofu kwa Mungu kwa moyo wote. Ni mwisho wa dhambi, unatangaza vita vya kiroho, kwamba hapa ndio mwisho wa hili jambo ambalo linanifanya mimi nisiweze kufanya vizuri katika mafanikio yangu au kufikia malengo yale ambayo nakuwa umejiwekea. Kugeukia mbali zaidi na uovu na kuyachukia matendo maovu ambayo tunakuwa tunayatenda mara kwa mara. Na zaidi mwana mpotevu yule anakuwa mfano kama yeye alivyofanya. Ameenda ametapanya mali huko, amekula, amefanya anasa na starehe, lakini mwisho wa siku furaha aliyokuwa akitafuta hajaipata. Na hata wale wote ambao walikuwa akila nao na kuweza kushiriki nao katika starehe na anasa, wote sasa kwa sababu hana kitu, wote wamemkimbia. Hivyo sasa anakuja kujigusa na kujirudi yeye mwenyewe kwamba sasa hapa inabidi kujisahihisha. Akaamua kurudi kwa babake na kuomba msamaha, na baba akampokea. Ndivyo ambavyo na sisi tunapaswa kujirudi, ndugu wa Kristo, kwa sakramenti ya kitubio, tuweze kuonyesha unyenyekevu na tuweze kuja kujipatanisha na kuweza kutangaza vita hivi vya kiroho ili tuweze kushinda
na mwisho wa siku tuweze kutafuta furaha ya kweli. Asante sana baba kwa ufafanuzi mzuri katika maswali haya ya kiimani, hasa katika kipindi hichi cha Kwaresma, na nimeona umegusa sana katika hili swala la toba na uongofu, lakini pia umegusa katika mambo makuu ya kuzingatia katika kipindi cha Kwaresma. Labda ni maneno gani hasa ungewataka watazamaji washikilie au wazingatie sana, ikiwa ni sehemu mojawapo ya kuwakumbusha juu ya Kwaresma, lakini pia juu ya toba ambayo pia ni sehemu ya Kwaresma? Nashukuru sana ndugu mtangazaji. Basi katika kuhitimisha kwetu, ningependa niwaachie ndugu watazamaji, hususani kwa hayo mambo ambayo tumezungumzia, mambo makuu matatu ambayo tunahimizwa kuweza kuyazingatia katika kipindi cha Kwaresma, na wakati huo toba na uongofu ambao ni wito wa Bwana wetu Yesu Kristo kwa kila Mkristo katika kuyaishi na kuweza kuiamini Injili huku ikitanguliwa na toba. Hivyo Wakristo wenzangu, ninawaalika tuweze kujisafisha, tuweze kuoga katika kipindi hiki cha Kwaresma. Tunaalikwa sote katika kukiri kwetu kwamba sisi ni wadhambi, tunahitaji toba ili tuweze kuanza safari upya. Kwa hilo maana yake tunapaswa tusikate tamaa. Tuna nafasi nyingine katika kipindi hiki cha Kwaresma, tuweze kujitahidi kusimama imara. Na niwaalike sote tuweze kutafakari haya maneno ya wimbo ambao kwa namna moja au nyingine mimi mwenyewe huwa yananigusa sana, na kuweza kujitafakari zaidi kwamba hapa nilipofika ni wapi, nilikotoka ni wapi, na ninaenda wapi. Basi nianze kwa safari gani? Ndugu zangu, naomba mnisikilize kwa makini, na kila mmoja basi kwa nafasi yake apate kuelewa ni nini kilichopo. Mungu unirehemu sawa sawa na fadhili zako, kiasi cha wingi wa rehema zako. Uyafute makosa yangu, unisafishe kabisa na uovu wangu. Uniumbie moyo safi, uifanye upya roho iliyotulia ndani yangu. Usinitenge na uso wako, wala Roho wako Mtakatifu usiniondolee. Basi Baba Padre, nakushukuru sana hasa kwa kuwaelezea watazamaji, wasikilizaji na wafuatiliaji wa vipindi mbalimbali vya Uchaji Media, utume wa amani. Nikukaribishe basi kwa kufunga kipindi chetu cha siku ya leo. Kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amen. Mwenyezi Mungu, tunakushukuru kwa nafasi nyingine ambayo umetujalia katika kipindi chetu ambacho kimefanyika. Tunaomba Mwenyezi Mungu haya yote ambayo tunajifunza katika kipindi hiki yapate kutusaidia kweli katika mfungo huu wa Kwaresma, tupate kuyaishi yale ambayo kweli unatufundisha kupitia neno lako. Tunaomba zaidi mfungo wetu wa Kwaresma katika kusali, kufunga, kutoa sadaka na kuweza kuliishi vema neno la Mungu, likapate kuwa kweli silaha ya kuweza kuyashinda majaribu tuyapatayo katika maisha yetu, na mwisho wa siku tuweze kutafuta na kuweza kufikia ufalme wako. Tunaomba hayo yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Na baraka yake Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu iwashukie na kukaa nanyi daima.